Allah azza wa jalla ametoa tahadhari ya watu kutotoa. Madha qala subhana jalla jalal, azungumza maneno katika Qur'ani subhanahu wa ta'ala, tuambia maneno mazito mno, maneno mazito mno. Maneno haya maana yake ni tahadhari ya wale walioamua kutotoa. Si waislamu wamehimizwa kutoa. Sasa yule ambaye ameamua mimi sitoi, aambiwa na Allah jalla jalaluhu katika mawadhi kathira fi Qur'an al-Karim. Minha asema subhana jalla jalaluhu moja katika suratu Muhammad, ha antum haulai tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Hivi umetoka nida, enyi watu mumeitwa kuja kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunfiqu fi sabilillah faminkum. Sasa baada ya kutoka mwito wa watu kutoa fi sabilillah, mna miongoni mwenu ambao yabkhal, kuna wale ambao wanafanya ubakhili. Sasa sikiliza maneno haya yanayokuja, waman yabkhal, na yule atakayefanya ubakhili baada ya kutoka himizo la Allah subhanahu wa ta'ala la watu kutoa, fa inna ma yabkhalu an nafsi, ajue kwamba anajifanyia ubakhili nafsi yake. Allah subhanahu jalla jalalu hana haja na mali yako ewe mwanadamu uliye bakhili. Ndio maana akwambia wallahu alghaniyyu wa antumul fuqara. Allah azza wa jalla ni ghani, hana haja na mali ya mtu. Kwa hivyo akikwambia toa, akwambia ufanye hivyo kwa ajili ya kwamba wewe utoae ndiye utakayefaidika. Wewe utafaidika kwa ikhlas, Allah azza wa jalla yukhlifuk. Wewe utafaidika kwa mudha'afat al-ajr, wewe utafaidika kwa ajr adhim inda Allah jalla jalaluhu. Lakini ukiamua kwa bakhili, fa inna ma tabkhal an nafsik la yadhurru Allah shay'an. Allah azza wa jalla utajiri wake na ukwasi wake na kutosheka kwake yuko pale pale. Allah amejitosheleza, la yahtaju ila ahad wala yahtaju ila mali ahad jalla jalaluhu, ghani. Nyinyi wanadamu ndio mafukara wa antumul fuqara. Huu ndio uslub unakuja katika Qur'an wa kuambia watu kutoa. Kwa hivyo ikiwa mwanadamu hakuipata message kwamba toa Allah atakupa, basi message nyingine ni hii kwamba bakia na ubakhili wako. Allah subhanahu wa ta'ala la yahtaju ila malik. Allah azza wa jalla ghani, la yazidu infaqul munfiqi fi mulkihi shay'an wala yanqusu bukhlul bakhili min mulkihi shay'an. Mwenye kutoa haongezi katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala kitu chochote, na mwenye kufanya ubakhili hampunguzii Allah subhanahu wa ta'ala katika ufalme wake kitu chochote. Hilo wanadamu lazima walijue kwa wazi kabisa. Aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala awaambia wanadamu, wama lakum la tunfiquna fi sabilillah, mbona hamtaki kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Walillahi mirathu as-samawati wal ardh. Angalia uslubu mzito mno. Kwa hivyo anapotaja Allah subhanahu wa ta'ala watu kutotoa, huwa kawaida katika Qur'ani mara nyingi Allah anataja utajiri na ukwasi wake jalla jalalu, annahu huwal ghani, anna lahu mirath as-samawati wal ardh, wama lakum la tunfiquna fi sabilillahi walillahi mirathu as-samawati wal ardh. Allah subhanahu wa ta'ala kwake yeye inarudi ufalme na mali na urithi wa ardhi hii na dunia yote itarudi kwake jalla jalalu. Kama alivyoiumba itarudi kwake subhana jalla jalalu. Sisi wanadamu tumeumbwa sisi peke yetu, tumekuja duniani, tutarudi sisi peke yetu. Hata ile kafani ambayo wazikwa nayo itapotea siku ya kiyama. Watu wakifufuliwa min ghairi kafan, watu wanafufuliwa kama qala nabii sallallahu alaihi wasallam, yuhsharu an-nas yawm al-qiyamah hufatan uratan ghurla. Watu watafufuliwa yawm al-qiyama hawana viatu, hawana nguo, hawajatahiriwa, rijalan wa nisaan, waume kwa wake. Likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allahi wa rasulih Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.